ni ibadatik aomba hapo, au pengine kasikia tu kwamba mtu kushekhe aomba huko na atakamke, Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira, atakamke mwema huyo. Sasa pia atakiwa pia mtu ajue maana, sababu bila unapojua maana unapata athari zaidi kwenye kuomba, unapata hali kubwa kwenye upande wa kuelekea kwa Allah bil kulliya. Kadhalika anasema qala ibn Mas'ud, amesema Abdullah ibn Mas'ud Allah amridhie, kwenye baadhi ya chapa kumeandikwa makariba, ndio nyingi zimekujibu makariba nabiyun, lakini Sheikh Abdul Razzaq al-Badri akati anasomesha kitabu alisema makuriba, alisema makuriba nabiyun. Kwa hajapata tatizo nabii wote min al-anbiya katika manabii ila istaghatha bitasbih, isipokuwa ilikuwa hutaka uokovu kupitia kule kumsabih Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dhakara ibn Abi Dunya fi kitabi al-mujabin fi ad-du'a, na ametaja al-Imam ibn Abi Dunya kwenye kitabu chake al-mujabin fi ad-du'a anil Hasan, kutoka Hasan qala, amesema qala kana rajulun min ashabi nabii sallallahu alaihi wasallam, alikuwa mtu, kwa maana kulikuwa na mtu katika masahaba za mtume sallallahu alaihi wasallam, kulikuwa na mtu katika watu katika masahaba zake mtume sallallahu alaihi wasallam. Huyu mtu huyu min al-ansari, ilikuwa ni katika maansari, yukna aba mi'laq, alikuwa akiitwa abu mi'laq, wa kana tajiran yattajiru bimali lahu wa li ghairihi, na alikuwa ni mfanyabiashara ambaye alikuwa akifanya biashara kupitia mali yake na kupitia mali ya wengine, vile kupewa, mfano kukodishwa vitu, masala dai waka hayo, mikataba na mengineyo hivyo. Yadribu bihi fil afaq, alikuwa akisafiri, yadribu ayusafir, alikuwa akisafiri kwenye biashara yake hiyo yeye katika pambizo za miji sehemu mbalimbali. Wakana nasikan wari'an, na alikuwa ni mtu mwenye kufanya ibada, kadhalika mwenye kujihifadhi. Fakharaja marratan falaqiyahu lissun muqanni'un bisilah, muqanni'un fi silah, akatoka moja kati ya masiku akakutana na yeye mwizi akamkuta yeye mwizi huyu alikuwa yeye kajiziba na silaha, ukisema muqanna'un kwa maana kazibwa na silaha, vile kukuta kwamba mtu pengine umetokeza yeye kajekea ngao alafu akunyoshia upanga. Ndio zamani ilikuwa sana hivyo vitu vyao, ngao kajiziba alafu yeye kamnyoshia upanga. Faqala, akasema dha ma ma'aka fa inni qatiluk, eka chini ya leo iliyokuwa nayo wewe, kikangu mimi ni mwenye kukuua wewe, nitakuua. Qala fama turidu min dami, akamuuliza Abu Mi'laq, wataka nini na damu yangu wewe? Wataka nini na damu yangu? Sha'anuka bil mal, jambo lako wewe, shani yako wewe ni kwa hii mali hii, si wataka mali tu, chukua mali uondoke, ndio maana yake, usiniue. Qala, akasema amma al malu fali, ama hii mali hii yangu. Yani wababi wana shida sana, akashajimilikisha tanasi yake, akashajimilikisha tayari. Kadhalika asema walastu uridu illa damaka, na mimi sitaki isipokuwa damu yako. Qala, akasema Abu Mi'laq amma idha abaita fadharni usalli 4 rak'at, ukikataa kuniacha basi niache usali raka 4, kwanza niache usali raka 4. Qala salli ma bada lak, akamwambia swali wa qadri itakayokudhihirikia wewe, ukiona hata kama kuna 20 swali, mimi nakungojea nkuue hapo, namwambia hivyo. Fatawadda thumma salla 4 rak'at, akatawadha kisha akaswali raka 4. Fakana min du'aihi fi akhir sajdatin an qala ya wadud ya dhal arshi al-majid, dua yake ya wadud ya dhal arshi al-majid ya fa'alan lima turid, ya fa'alan lima turid, ingawa kuna chapa imeandikwa ya fa'alu lima turid,
imeandikwa hivyo. Lakini kwenye hili ile chapa yetu ile ambayo ina makosa ile imekwenda sawa, ya fa'ala lima turid, ingawa mafhumu haijabadilika, sababu kuna wakati pengine ikawa ni an-nakiratul maqsuda na kuna wakati ikawa ni munada mufrad alam basi hivyo. Kwa huku kwingine kumekuja kama an-nakiratul maqsuda na huku kumekuja munada mufrad alam, kwa hivyo sawa. Ya fa'ala lima turid, ewe ulifanyalo sana ulitakalo. Fa'al ismu tafdhil, kama wafanya sana unalitaka. Kadhalika as'aluka bi'izzika alladhi la yuram, na kuomba wewe kwa utukufu wako ambao hauondoshwi. La yuramu ay la yusarafu, hauondoshwi. Kadhalika wa mulkika alladhi la yudam, kadhalika na ufalme wako ambao hautindiki mapungufu, hauingii na mapungufu. Wa binurika alladhi malaa arkana arshik, na kupitia nuru yako ambayo nuru hiyo imejaza nguzo za arshi yako, yani hiyo nuru hiyo imejaa kwenye zile nguzo za arshi yako. Antakfia ni sharra hadha lissi, unitosheleze kutokana na shari za huyu mwizi. Ya mughith aghithni, ewe mwenye kuokoa niokoe. Aghithni 3 marat. Punde hapo baada ya kusema hayo maneno mara 3, fa idha huwa bifarisin qad aqbala biyadihi hirbatun qad wada'aha baina udhunai farasihi. Nasema punde hapo akatokea mpanda farasi ambaye kaelekea na mkononi mwake ana mkuki, hirba, mkuki, ana mkuki. Qad wada'aha baina udhunai farasihi, ikaukaweka baina ya nini, masikio mawili ya farasi wake. Falamma basara bihi lisu aqbala nahwahu, pindi alipomuona mwizi akamwelekea upande wake. Lakini ukisema falamma basara bihi liswa, kwa maana huyo mpanda farasi alipomuona ule mwizi. Ukisema falamma basara bihi lisu, pindi huyo aliyepanda farasi alipoonekanwa na mwizi. Aqbala nahwahu, akaelekea upande wake. Fata'anahu faqatalahu, kisha akamchoma ule mkuki na akamuua. Thumma aqbala ilayhi faqala qum, kisha akamwelekea yule aliyeomba, akamwelekea yule mpanda farasi, akamwambia simama. Faqala, akasema man anta? Bi abi anta wa ummi, nani wewe? Bi abi anta wa ummi ni kama ile matamko ya Kiarabu ambayo yajulikana yale, takilatika ummuk fadhfar bi dhati din, yale na matamko ambayo ni kama rejesa za Kiarabu. Bi abi anta wa ummi, kwa maana kutolea fidia yeye kupitia mama yangu na baba yangu, matamko ambayo hayakusudi dhahiri yake. Usije kuja ukayatamka haya alivyo, alafu babako na mama yako yupo anitoa mimi kwa sababu ya mtu mwingine, inaonekana huna adabu au takilatika ummuk, mama yako akukose mama yako. Sasa mtu mmoja katika watu waliokuwa yani hawajasoma dini alimsikia mtu akiambiwa kama takilatika ummuk, akasema akatukanwa. Kwani mtume hakumwambia Muadh ibn Jabal? Hakumwambia Muadh ibn Jabal aliposema awala adulluka bimilaki dhalika kulli? Qultu bala ya Rasulullah. Fa akhadha bilisanihi faqala kuffa alayka hadha. Qala faqultu ya Rasulullah wa inna lamuakhadhuna bima natakallamu bihi. Faqala thakilatka ummuk. Mtu alimtukana Muadh. Tena mtu hapo atoka povu huko, alimtukana mwenzake. Sio madini acha jazba na mengineyo mingi ambao wanakuta kwamba watu yarejea kwenye kutokusoma dini yao. Kadhalika vile vile faqad aghathani Allahu bika al-yawm, mtu akamwambia Allah ameniokoa kupitia wewe hivi leo. Faqala ana malakun, akasema mimi ni malaika. Min ahli samaa, katika viumbe wa mbinguni. Min ahli samai sabi'a, katika viumbe wa mbingu ya 7. Arabi'a, min ahli samai rabi'a, katika viumbe wa mbingu ya 4.
da'awta bidu'aika al-awwal fasami'tu li abwabi as-sama'i qa'atan, uliomba ile dua yako ya mwanzo nikasikia kwenye milango ya mbingu sauti ya silaha. Qa'a ni sautu silaha. thumma da'awta bidu'aika athani fasami'tu li ahli as-sama'i dajjatan, kisha ukaomba wewe ile dua yako ya pili ile nikasikia kwa wale viumbe wa mbinguni wale ambao ni malaika, nikasikia dajja, kelele, nikasikia kelele. Thumma da'awta bidu'aika thalith, kisha ukaomba dua yako ile ya tatu, ile ukaomba ile dua yako ya tatu. Faqila li, nikaambiwa mimi, hadha du'a makrubin. Kwenye baadhi ya chapa imekuja hadha du'a, imekuja du'a makrubin basi na hadha, tamko hadha kuna baadhi ya chapa halipo. Du'a makrubin, kwamba hii ni dua ya mtu aliyepata na matatizo. Fasaltu Allah an yuwalliyani qatlahu, nikamwomba Allah subhanahu wa ta'ala anitawalishe mimi kumuua yule mtu. Qala Hasan, akasema Hasan, faman tawadda wa salla 4 rak'at wa da'a bihadha ad-du'a ustujiba lahu makruban kana au ghaira makrubin, atakayetawadha, yoyote atakayetawadha kisha kadhalika akaomba kupitia dua hii, ni mmoja iwe yeye ni mwenye matatizo au hana matatizo, isipokuwa Allah atamuitikia yeye maombi yake. Atamuitikia Allah maombi yake, ni mmoja awe ana matatizo au hana matatizo, lakini Allah atamuitikia dua yake. Hizi akusudiwa swala za sunna, lakini hadithi hii haijathibiti, hichi kisa hakijathibiti. Na pia kwa hiyo hatuwezi tukajengea hukumu ya kisheria kwa kisa ambacho hakijathibiti, iwezekani. Kwa hiyo kataja tu hapa Sheikh, lakini hili jambo lam yathbutu hadhihi alqissa ghairu thabita. Kipengele kinachokuja faslun, kwenye baadhi ya chapa kumeandikwa fima yaqtarinu bidua, kwenye yale ambayo hufungamana na dua. Kwenye baadhi ya chapa imekuja min asrari dua, miongoni mwa siri za dua, miongoni mwa siri za dua. Sheikh anasema wa kathiran ma najidu ad'iyatan da'a biha qaumun fastujiba lahum, nasema na mara nyingi sana hatukuti dua ambazo wameomba kwazo watu wakaitikiwa wao maombi yao walioyaomba, wayakunu qad iqtarana bidduai, na ikawa kumefungamana na ile dua dharuratu sahibihi wa iqbaluhu ala Allah, ile haja, dharura, haja ya yule mwenye kuomba na kule kuelekea kwake kwa Allah subhanahu wa ta'ala, au hasana taqaddamat minhu, au jema ambalo limetangulia kuitangulia hiyo dua au kutoka kwake yeye. Ja'ala Allah subhanahu ijabata da'watihi shukran li hasanatihi, Allah subhanahu wa ta'ala tajalia kule kumuitikia maombi yake yeye ni kushukuriwa lile jema lake. Au ikatokea au swadafat, na kwa baadhi ya chapa imekuja au swadafa hivyo, au swadafat waqta ijabatin, au ikasadifiana na kuwafikiana wakati wa kujibiwa. Almusadafa ni almuwafaqa. Kadhalika wa nahwa dhalika, na mfano wa hayo. Fa ujiba da'watuhu, mtu akajibiwa dua yake. Fayadhunnu dhannu, jambo jingine tambihi hili, akadhania mwenye kudhania anna sirra fi lafdhi dhalika dua, kwamba siri ipo katika tamko la ile dua. Kuna wakati unaweza kuomba kukubaliwa, hasa mwingine akaona hii dua niliyoomba ndio ina siri hii. Kadhalika fayakhudhuhu, mtu akaichukua hiyo dua mujarradan an tilka al-umuri allati qaranatuhu min dhalika da'i, hali ya kuwa imepwekekana hiyo dua na vile vitu ambavyo vimefungamana na huyu aliyeomba. Hitajia kumuelewa shekhe, yani kuna wakati mtu anaweza akaomba ikawa dua yake imeambatana na vitu, mfano yeye kaomba wakati wa kujibiwa, au ikawa kaelekea kweli kweli kwa Allah,
baada ya kujibu ile dua mwingine akaona kwamba hii dua ndio iliyopelekea akakubaliwa huyu mtu, akachukua dua akaviacha vile vingine, kwamba huyu mtu aliomba wakati wa kujibiwa alikuwa na khushu na tawadhu, akaviacha hivi mujarradan, akachukua ile dua peke yake kama peke yake. Sasa anasema akadhania mwenye kudhani kwamba siri ipo kwenye tamko la dua, kumbe ile dua pia iliambatana na vingine kama vile wakati wa kuitikiwa maombi na mengineyo. Wa hadha kama idha istamala rajulun dawa'an nafi'a, Sheikh atoa mfano, na hii ni kama pale ambapo atakapotumia mtu dawa iliyokuwa na nini, na manufaa, fil waqti alladhi yanbaghi isti'maluhu ala wajhi alladhi yanbaghi, kwenye wakati ambao yapasa kuitumia hiyo dawa juu ya mfumo na namna ambayo yapasa, fantafa bihi, akanufaika kupitia hiyo dawa. Hizi dawa za miti au dawa nyingine za hospitali kapangiwa, tizama, yani yeye kapangiwa wakati maalum wa kule dawa, na dawa ina wakati maalum, na kadhalika pia ikawa ina masharti maalum. Sasa mtu baada ya kuona huyo aliyetumia kapona, akaona hii dawa yenyewe hii ndio yatibia, kumbe ile dawa iliambatana na vingine kwanza wakati maalum. Sasa ikafikia hatua fantafa bihi, huyu mtu akanufaika kupitia hiyo dawa, fadhanna ghayruhu, akadhania mwinginewe, anna istimala hadha dawai bimujarradihi kafil fi husuli almatlub. Kosa kubwa sana hili, kwamba kutumia hii dawa peke yake kama peke yake yatosheleza kwenye kupata kile kinachotakiwa. Kumbe hii dawa iliambatana na masharti yenyewe, kuna wakati maalum wa kunywa hiyo dawa pengine. Fa innahu yakunu bidhalika ghalitan, atakuwa mtu kwenye hilo ni mwenye kuchanganya mambo, kakosea. Wa hadha mawdi'un yaghlitu fihi kathiru minan nas, na sehemu hii, wa hadha mawdi'un, na hii ni sehemu ambayo yaghlitu fihi, huchanganya kwenye sehemu hii na kukosea wengi katika watu, kathiru minan nas. Min hadha, Sheikh ataja katika mambo ambayo yanatokea kwenye hiyo dua. Wa min hadha, na kwenye kutoka jambo hili, yani kwenye kulielezea hili na kwenye yale ambayo hufungamana na hili, annahu qad yattafiqu du'a'uhu bi'idhirarin, huenda ikafikiana ile dua yake bi'idhirarin, na ile hali ya haja, kashikika kweli kweli na anaomba kikweli kweli, haombi kinafiki, lakini inda qabri, mbele ya kaburi anaomba anavyoomba, lakini mbele ya kaburi. Fayujabu, kwa akajibiwa dua yake. Asa hapa yani yeye kaomba dua sehemu ni ya kaburi, lakini wakati anaomba pale kaomba hali ya kuwa kamuelekea Allah kweli kweli na haja. Allah akamuitikia kupitia ile hali ya kwamba ana haja kweli kweli, huyu mtu akamuitikia na kwamba kaelekea kweli kweli kwake. Fayadhunnu aljahilu anna sirra liqabri, akadhania mjinga kwamba siri ya kuitikia dua ipo kwenye ile kaburi. Hivyo sasa, walam ya'lam, na ikawa hajajua, anna sirra lilidhirari, kwamba siri ipo kwenye kule kushikika kihaja. Kadhalika wasidqil laj'i ila Allah, na ule ukweli wa kuelekea kwa Allah, kaelekea kweli kwa Allah. Ile sehemu tu aliyoomba sio, kwa sababu la yuzbahu bimakani yuzbahu fihi lighairi man lighairi Allah. Kwa hiyo akaenda pale dua ya sawa, lakini kaika sehemu sio sawa. Mtu akadhania kwamba ile sehemu iliyokuwa sio sawa ndio sababu ya mtu kujibiwa, kumbe ni yale aliyofungamana na kuomba kwake, kwamba kawa mkweli na mengineyo. Fa idha hasala dhalika fi baitin min buyuti Allah kana afdal, litakapopatikana hilo katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala, itakuwa ni bora, wa habba ila Allah, na itakuwa lapendeza zaidi hilo kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kipengele kinachofuata mbele kina unwani kwenye baadhi ya chapa, faslun shurutu qabuli du'a. Chapa nyingine imekuja faslun al-ad'iyatu wat-ta'widhatu bimanzilati silah. Hili vimetofautiana sana hapa, na sehemu nyingine zinatofautiana kidogo, lakini hapa Allahu almusta'an vimetofautiana sana hapa. Sheikh anasema wal ad'iyatu wat ta'widhatu, hapa anasema kwamba dua huku kwenye kipengele hichi, sharti za kukubaliwa dua,
kwenye kichwa cha habari chingine dua na zile adhkari za kujikinga zile zina daraja ya silaha, manzili yake ni kama manzili ya silaha, kama silaha ile ambayo anashika mtu. Sasa imeendelea akasema hivi, wal ad'iyatu wat ta'widhatu bimanzilati silah, na dua na zile at-ta'widhat, zile adhkari ambazo zinafungamana na nini, uombaji na mengineyo. Anasema shekhi akiwa anatolea maelezo hili, zina daraja ya silaha, wasilahu bidaribihi la bihaddihi faqat, na silaha umakini wake ni kwa ule mpigaji wake, si kwa ukali wake. Yani kuna wakati ya silaha, na ndio ilivyo hivi. Upanga ukishikwa na mtu ambaye hawezi kuupiga, iza kauliwa yeye na mtu ambaye ana jiwe, yana upanga akauliwa na mwenye jiwe, au aliyekuwa na gongo akamuua, tena la mronge hivyo. Famata kana silahu silahan taamman la afata bihi, wakati wote itakapokuwa silaha ni yenye kutimia, ni kamili, kadhalika na haina maafa. Wasaidu saidun qawiyun, na said ni hii sehemu hii ndio ito asaid, sio itaje hapa mpaka hapa ito asaid katika lugha ya Kiarabu. Sasa sio itaje Waswahili, naam, hapa mpaka hapa, alafu mtu asema Kiswahili chepesi. Sasa mbona hujui hata panapoitwa Allahu musta'an. Yani hii silaha inashika mkononi, kwa hiyo ikiwa na nguvu hii sehemu, sa'idun qawiyun, ikiwa na nguvu hii sehemu hii. Sasa ukiwa sio utaandika picha yake mundi wa mkono, Allahu musta'an, mundi upo kwenye mguu. Walmani wa mafqudu, na kizuizi ikawa kimekosekana, hamna kizuizi. Anasema baada ya hapo, wasema Sheikh rahimahullah, haswa au hasalatin nikaya, unaweza kusema hasalatin nikaya. Kwa maana hii silaha hii hasalat bihi nikaya kwenye baadhi ya chapa, yani imekuja hivi, hasalat bihi an-nikaya fil adui. Kwenye baadhi ya chapa hasalat an-nikaya fil adui, kutapatikana jeraha kwa adui kupitia hii silaha. Si yenyewe mpigaji ndiye na silaha yenyewe ni maridadi, jeraha hapo halipo mbali. Wa mata takhallafa wahidun min hadhihi thalatha, na wakati wote kitakapokosekana kikawa hamna kimoja katika hivi vitatu, takhallafa at-ta'thiru, kutakosekana kule kuathiri hiyo silaha. Fa idha kana du'a fi nafsihi ghayra salihin, itakapokuwa ile dua yenyewe kwenye nafsi yake kama yenyewe si yenye kufaa, awidai lam yajma' baina qalbihi wa lisanihi fi du'a, au akawa muombaji hajakusanya baina ya moyo wake na ulimi wake katika dua, au kana thamma mani'un, au kukawa kuna huko, thamma ai hunaka, kukawa kuna huko, kama alivyosema Allah, idha ra'aita thamma ra'aita ai hunaka, thamma mani'un, kwa kuna huko kizuizi, minal ijaba, cha kule kutokujibiwa hiyo dua, lam yahsulil atharu, haitopatikana ile nini, ile athari kwenye hiyo dua ambayo mtu kaiomba, athari haitopatikana. Na mengineyo mengi ambayo tunayapata kama fundisho katika ili tukio. Na kadhalika vile vile kipengele kinachokuja mbele, baadhi ya unwani zimekuja faslun halid du'a yaruddu alqada, istifham. Na kwenye kipengele kingine faslun ad-du'a min asbabi daf'i al-qadar, chapa nyingine zimekuja hivyo yani zimetofautiana sana. Lakini hichi kitu cha habari cha huku ni jibu la kitu cha habari cha huku. Kitu cha habari cha huku ni jibu la kitu cha habari cha huku, vimejibiana. Huku je, dua yarejesha qada, jambo ambalo Allah kashalihukumu. Huku dua ni katika sababu za kuondosha kadari, hiyo ambacho Allah kishakipanga na kukihukumu, dua yakirejesha. Huku kumekuja hivyo, kwa maana huku kuswali huku jibu,
wa hahuna su'alun mashhur, na Sheikh anasema na hapa kuna swali ambalo ni mashhur, wa huwa anna al-mad'uwa bihi, lenyewe ni kwamba lile ambalo huombwa, in kana qad quddira, ikiwa limeshakadiriwa, lam yakun buddun min wuqu'ihi, utakuwa hakuna budi isipokuwa jambo litatokea, hakutokuwa na budi kutokea hilo jambo. Daa bihi al-abdu au lam yad'u, ni mmoja iwe mja kaomba au hajaomba. Wa illam yakun qad quddira, wa illam yakun qad quddira lam yaqa, na ikiwa halijakadiriwa halitotokea. Nasema shekhe, sawaun sa'alahu al-'abdu am lam yas'alhu au lam yas'alhu, ni mmoja mja kaomba hilo jambo au hajaliomba. Sasa hapa fadhannat ta'ifatun sihhata hadha su'al, likadhania kundi usahihi wa hili swali. Ile kundi fatarakati du'a, likaacha kuomba dua, kama jambo sitatokea tu, ya Allah atatoa, wakaenda huko kwenye Allah atatoa. Waqalat, na ile kundi likasema la faida fihi, hizi dua hizi hazina faida hazina faida. Wa haulai ma faratu jahlihim wa dalalihim, anasema Sheikh, na watu hawa pamoja na kule kuchupa mipaka ujinga wao na uzembe wao, mutanaqidun, ni wenye kukinzana, ni wenye kukinzana, yani kuna mkinzano baina ya wao na kile ambacho wanakiongea, na wao wenyewe wanakinzana. Kadhalika anasema Sheikh, fa inna tarda madhhabihim, nasema hakika yale maafikiano na kadhalika ukasema kwamba hakika ya ule undani wa madhehebu yao, yujibu ta'tila jami'i al-asbab, yanawajibisha kuzikengeusha sababu zote za kumwomba Allah. Kumwomba Allah na sababu za hilo zote, si Allah tatupa tu hivyo. Fayuqalu li ahadihim, kwa hiyo Sheikh anasema, panasema kuambia mmoja wao, in kana shib'u warrayu qad qaddara laka fala budda min wuqu'ihima, akalta au lam ta'kul. Ukitaka uone Ibn Qayyim kama ana akili, angalia hapa sasa. Anasema Sheikh, watu kama hawa hapa anasemwa kuambiwa mmoja wao kushiba na kiu, kushiba na kiu, hali hii anasema Sheikh, au kufikwa na hali ya njaa na mengineyo. Anasema hivi vimeshapangwa kwako, hakuna budi vitokee, umekula au hujakula. Walau lam yuqaddara, na lau kama havijakadiriwa, lam yaqa, akalta am lam ta'kul, umekula au hujakula. Anasema Sheikh, fa in kana alwaladu qad qaddara laka fala budda minhu, na ikiwa mtoto kapangwa kwako wewe kwamba umpate, hakuna budi kumpata. Watikta zawjata wal amata au lam tatwa, ni mmoja kwa umemuingia mkeo, umemwingilia mkeo, au kijakazi au hujamuingilia. Wa in lam yuqaddar lam yakun, na ikiwa havijakadiriwa havitokuwa, fala hajata ila tazawuji wa tasarri wa haluma jarra. Anasema Sheikh, kwa hiyo hakuna haja kuoa na kuwaingilia vijakazi na vinginevyo, kwa hakuna haja kuoa wala kuwaingilia wale watumwa ambao mtu kawamiliki wale. Fahali yaqulu hadha akhirun au adamiyu, Sheikh anasema hili jambo analisema mwenye akili au mwanadamu kweli anasema hili, analisema hili limefanana na ile dua. Kataja mfano ule kutaka kuonesha ubatili wale ambao wamesema kwamba dua tusiombe, si Allah kashapanga hivyo pia. Mtoto pia usimwingilie mkeo, wewe mlishe tu, mkuze kama kubwa, alafu baadaye utake mtoto. Na pengine pia hivyo au pengine kama ni mazao, jua kali au usimwagilie maji, si Allah kapanga yatakauka kila siku. Anasema Sheikh, ili jambo analisema mwenye akili au mwanadamu, bali hayawani, anasema Sheikh, bali wanyama, mafturun ala mubasharati al-asbab, wao wamejengewa maumbile ya kule kuziendea sababu, allati biha qiwamuhu wa hayatuhu, alhayawan, mnyama ule, asbabu ambazo
ndiyo kuna kwenye sababu hizo muhimili wake huyo mnyama na uhai wake, kaumbwa kuziendea. Ndiyo maana mnyama ukimwacha hakai tu akutegemea wewe,